Balaa katika episode ya 3 linaendelea pale pale tulipokuwa tumekomea. Kumbuka kwamba Mwamba Jang-woo tayari yuko katika kisanga kizito kwa sababu wanafunzi na stories zimetapakaa pale shuleni kwamba aliweza kuchoma bweni, wameanza kumtenga. Lakini upande wa bidada Yang-soo pamoja na Mwamba Ji-ho wao waliendelea kuwa naye pamoja na walikuwa wakishiriki naye chakula kwa pamoja. Ila bidada anaamini kwamba Mwamba ni mwenye roho nzuri kwa sababu kuna kipindi alikuwa anataka kuangukiwa na bango, jamaa kama amemsaidia. Upande wa Ji-ho hamuamini sana huyu Mwamba, lakini bidada akasema kwamba ana uwezo wa kuona mashetani, hivyo anaweza kagundua pia na mtu mwenye roho nzuri au mwenye roho mbaya pia. Hasa Mwamba Jang-woo baada ya kutoka pale katika maeneo ya shule alikuwa amerudi nyumbani. Siku leo alishangazwa na kuona kwamba bibi yake alikuwa akiandaa chakula kingi sana. Hii kawa inamshangaza, bibi chakula chote hicho kwa ajili ya nani? Lakini bibi akasema kuwa kuna jirani yao mpya ambaye ameweza kuhamia katika mtaa huu, anakwenda kumkaribisha kwa kumpatia chakula. Lakini Mwamba hakuamini kabisa. Mwisho wa siku akawa amemfuatilia bibi yake na kugundua kwamba alikuwa anampelekea yule mganga wa kienyeji kule katika Kilinge. Mwamba alipofika tu hakutaka kuongea maneno mengi, akamlaani bidada na kumwambia kwamba unakula vya wazee waliochoka, wazee ambao hawajiwezi, wazee ambao wanajitafuta, basi ulaaniwe wewe pamoja na familia yako. Kisha Mwamba akawa anaondoka. Ni kawaida kabisa kwa Mwamba Jang-woo kutamka maneno magumu kama hayo kwa bidada. Lakini siku ya leo Mwamba alipokuwa akiingia hapa katika Kilinge, bidada aliweza kugundua kwamba jamaa alikuwa anakuja upside down, yani juu chini chini juu, lakini ilikuwa ni kama anatoka miale ya moto. Kwa lugha nyepesi ni kwamba atakwenda kufa kifo cha kuchomwa na moto. Jang-woo akiwa amefika shuleni siku ya leo alikuwa amekelwa sana na tabia ya wanafunzi kuonesha namna ambavyo wanamtenga. Baadaye akaamua kubeba dustbin na kusema kwamba anataka katupe takataka, hivyo akawa ameondoka darasani. Na tabia ya bidada Yang-soo kama kawaida yake, wakati mwingi sana huwa anachelewa sana kufika hapa shuleni, ila siku ya leo alipoweza kufika alikuja kushangazwa na kuona kwamba eti Mwamba haonekani ni wapi alipo, kwa sababu alikuwa amekuja na ilizi kwa ajili ya kumuongezea, kwa sababu Mwamba atakuja kufa kwa kuchomwa na moto. Sasa kama vile ambavyo bidada Yang-soo aliweza kuona, ni kweli kabisa. Kumbe jamaa alipokuwa akielekea katika dustbin, ghafla tu akawa ameweza kuvamiwa na mizimu, na hapa akawa anataka kumchoma moto. Ikabidi kukimbilia katika maeneo hayo na kujaribu kuzima moto kadri yawezavyo, lakini kitu ikawa ni ngumu sana yani. Kifupi ni kwamba Jang-woo anahisi kwamba kuna moto tu umeibuka sehemu na unawaka katika maeneo hayo, lakini kiuhalisia ni kwamba kuna mizimu wanakuwa wanazunguka wakiwa wanawaka moto. Baada ya bidada kufanikiwa kumwokoa Mwamba, moja kwa moja alielekea katika ofisi akiwa anahojiwa ni kwa nini ameweza kupata ajali ile na chanzo cha ajali kilikuwa ni nini. Lakini haya mahojiano ambayo mwalimu alikuwa akiendesha alikuwa ameambatana na lugha mbaya sana kwa Mwamba Jang-woo, akimwambia kwamba nasikia katika shule uliokuwa umetokea ulikuwa umechoma moto, huenda ulikuwa unataka kuchoma na shule yetu pia. Lakini jamaa hakuwa anajibu kitu chochote. Mwamba Jang-woo baada ya kutoka katika ofisi ya mwalimu, hapa tu bidada alikuwa amemsubiria pale nje na kumwambia kwamba ni kwa nini ulikuwa umbishi mwalimu kwa kile alichokuwa anakuambia kwamba uliweza kuchoma shule, kwa nini ukukataa? Lakini Mwamba akasema kwamba nakushukuru kwa sababu uliweza kunisaidia katika moto, lakini wakati mwingine mambo yangu yakuhusu. Bidada baada ya kuyasikia maneno hayo mazito kutokea katika kinywa cha Mwamba, basi moja kwa moja alijikuta siku hiyo amekosa raha kabisa. Lakini Ji-ho alikuwa kando yake akimfariji na kumwambia kwamba asife moyo. Basi bidada kidogo akawa amepata nafuu. Lakini bidada Yang-soo siku ya leo hakuwa na mudi kabisa, hivyo shughuli zake alikuwa amezifunga. Lakini kwa bahati mbaya bibi yake na Mwamba Jang-woo alikuwa ametimba katika maeneo haya, ikabidi kumpokea na kuanza kumsikiliza. Bibi akawa anaeleza kwa kusema kwamba Jang-woo ni kweli anamwepuka sana Yang-soo, lakini asijali katika hayo yote anayoyapitia. Ni kwa sababu Jang-woo kutoka alipokuwa mdogo alikuwaga na mikosi sana, ni kama alikuwa amezaliwa na laana. Akamwomba sana bidada Yang-soo kwa kumwambia kwamba siku ya leo anahitaji aweze kufika nyumbani kwake kwa sababu anahisi kabisa kwamba Jang-woo hatakuwa katika mudi nzuri. Ni kweli kabisa, Mwamba mpaka nyakati hizi za jioni bado alikuwa hajarudi nyumbani. Alikuwa bado katika maeneo ya shule akitazama mchezo wa kurusha upinde. Kumbuka kwamba anapenda sana michezo hii ya kurusha upinde ama kupiga mshare. Lakini huyu mwalimu alipokuwa amemuona tu akawa amemuita na kumwambia kwamba nafahamu na nimesikia mengi sana kuhusu wewe, kwamba kila ulichokuwa ukishiriki katika michezo, bahati mbaya mikosi mingi ilikuwa ikitokea katika michezo yako. Kuna mwalimu katika shule ambayo ulikuwa umetokea, niliweza kuwasiliana naye ndo akanisimulia kila kitu kuhusiana na wewe. Kwa ningekuomba tu kwanza unatakiwa ukajiangalie vizuri, inaonekana kuna mzimu unaokusumbua wewe, ndio maana unapitia mikosi kila wakati. Huyu mwalimu akaendelea kueleza kwamba alipokuwa amekutana na yule mwalimu wa ile shule Mwamba aliyokuwa ametokea, alikuwa amemueleza mambo mengi na akimwambia kwamba pindi tu jamaa alipokuwa amehamia katika ile shule, basi jamaa akaanza kufanya vizuri sana, lakini wanafunzi wengine wote wakaanza kufanya vibaya na mikosi ikawa inawaandama kila siku. Na akadai kwamba ameelezewa mpaka moto ambao ulikuwa umewaka kwamba sio Mwamba Jang-woo aliyekuwa ameuasha, ila kwa sababu wanafunzi wengi walikuwa wakipitia mikosi mingi baada ya jamaa kuweza kutimba katika ile shule, wakaamua kumsingizia yeye na jamaa akawa amefukuzwa. Na mwalimu alikuwa akifahamu kila kitu kwamba huu ni mpango tu ili jamaa aweze kufukuzwa. Lakini mwalimu akaongezea kwa kusema kwamba yeye atakuwa tayari kuweza kumpokea jamaa, haijalishi nini ambacho kitakwenda kutokea. Jamaa akasema kwamba sio kwamba anahofia sana kile kitakachokwenda kutokea, lakini sipendi sana mabaya yanapokuta wengine. Mwalimu baada ya kuyasikia hayo alijikuta anajisikia huzuni sana, na wakati jamaa anaondoka basi akawa anamtamkia maneno kwa kumwambia kwamba kila unachokwenda kukifanya kikafanikiwe, na kama kuna mizimu ikakuachilie basi. Hasa katika kitu cha kushangaza sana, alipokuwa amerudi nyumbani akashangaa kukuta kwamba bibi yake alikuwa amefariki. Sasa kama unakumbuka usiku wa leo bidada alikuwa ametembelewa na bibi yake na Mwamba Jang-woo, akimsihi kwamba anatakiwa kumchungulia na kumwangalia jamaa kwa sababu anahisi kwamba huenda jamaa atakuwa na mudi sio nzuri. Sasa bana, yule alikuwa akizungumza na bidada hakuwa binadamu, bali ile ilikuwa ni nafsi ya bibi. Na bidada Yang-soo alikuwa anajua wazi kabisa kwamba bibi yake na Mwamba alikuwa amefariki na akawa ametimba katika maeneo ya msiba. Lakini Mwamba Jang-woo alipoweza kumuona tu akaanza kumwambia kwamba sikuhitaji kabisa wewe mganga, inaonekana
kunitapeli sana, sikutaki hata katika maeneo haya. Lakini bidada aliendelea kuwa na msimamo mkali sana kwa kusema kwamba sijaja kwa ajili yako wala sijaja kwa ajili ya familia yako, mimi nimekuja kwa ajili ya kumzika bibi yako, kwa hiyo naomba uniache, au kama utaki watu kwenye mazishi ongea. Lakini Mwamba Jang'u hakutaka mambo mengi, mwisho wa siku akawa amemruhusu tu bidada. Bidada akaendelea bana kuingia ndani. Sasa ameingia huku ndani, kumbuka hii ndio mara yake ya kwanza kuhudhuria msiba kutoka alipokuwa amezaliwa na hajui nini cha kufanya. Akawa anampigia simu mamake yuko busy sana kuendelea na shughuli zake za kutoa watu mashetani. Sasa kumbe kisanga alichokuwa anakipitia mama yake na bidada Yang So kilikuwa ni kikubwa sana, kwani siku leo alikuwa amealikwa katika kijiji jirani ambapo alikuwa anakwenda kumtoa shetani mmoja, lakini kwa bahati mbaya huyu shetani alikuwa na nguvu sana. Mwanamama akiwa ameambatana na dada yake akawasiwa na kijiji kutoka nje kidogo hilo jengo, kisha akawa amebakia ndani na mmoja wapo akawa amefungiwa huko. Akaendelea kupambana na ule mzimu, lakini kwa bahati mbaya ule mzimu bana ukatoa nguvu zake nyingi sana. Mwisho wa siku zikawa zimempata mama yake na bidada Siang, na hapa mpaka akatapika damu. Na baada ya hii vita kuwa nzito sana, mama yake na bidada Yang So akatoa ile pesa na kumrudishia chifu, kisha akamwambia kwamba tunarudisha malipo yote ulikuwa umetulipia, lakini kiufupi ni kwamba usije ukamwalika mganga yote kuja kutoa mzimu katika nyumba hii kwa sababu hautoweza kutoka na huyo mganga atakufa. Lakini chifu akasema kwamba huu mzimu umekuwa ukiondoa maisha ya watu mmoja baada ya mwingine karibia kila mwaka, unajitwalia kama sadaka. Lakini huyo mganga akasema kwamba haitakiwi kabisa mtu mwingine aendelee kusumbua mzimu mpaka utakapokuja kuondoka wenyewe kwa sababu ni hatari sana. Lakini mama yake na bidada Yang So wakati anaondoka katika meno haya akashtukia kwamba hapa chini ni kama palikuwa pana bangili fulani. Akaichukua akaiangalia, hakujua ilikuwa inamaanisha nini, ikabidi kuichukua ile bangili na kuweza kuondoka kwa sababu huu mzimu ameushindwa kabisa. Msibani ndugu wa bibi waliendelea kutiririka wakiwemo kina anko wa Mwamba Jang'u. Basi katika meno haya bana walivyokuwa wanaiangalia ile picha, wakaanza kumfokea Mwamba Jang'u akisema kwamba ni mwenye mikosi na mabalaa mazito. Angalia mkosi wake umeenda kusababisha mpaka bibi yake ameweza kufariki. Anko alikuwa amepaniki sana mpaka kwanza kumvaa mwilini, lakini ashukuriwe Mungu Jiho alikuwa katika mita hiyo haraka sana akaweza kutoa msaada. Kwa mara ya kwanza Mwamba akaweza kumshukuru Jiho kwa kusema neno asante. Jamaa alishangaa sana kuona kwamba kumbe jamaa anaweza kushukuru pia. Lakini bidada Yang So haya yote alikuwa akiyashuhudia kwa mbali sana. Mwisho wa siku akaamua kuanza kurudi nyumbani. Nyakati hizo za usiku akampigia yule mganga mkuu na kumwambia kwamba anahitaji unitengenezee ilizi nyingi zaidi, lakini huyu jamaa akamwambia kuwa anahitaji pesa nyingi sana. Lakini bidada Yang So akawa ameshtukia kwamba huenda yule mganga alikuwa amempatia ilizi feki kwa sababu wakati mwingi Mwamba Jang'u anapitia majanga. Kwa hiyo inaonekana kwamba mganga huyu mkuu anampatia ilizi ambazo ni feki sometimes. Na mganga hakutaka maongezi mengi, akamwambia bana, bana wewe ongeza pesa afu mambo mengine yataendelea. Sitaki maongezi zaidi, akawa amekata simu. Mwamba Jang'u alipoweza kurudi nyumbani tu akavitazama viatu vya babu yake, lakini akawa anakumbuka kwamba hata babu yake alipokuwa amefariki aliambiwa kwamba yeye ndio ameweza kusababisha. Mtu pekee ambaye alibakiwa naye alikuwa ni bibi yake. Hasa wote ambao walikuwa na uwezo wa kumbeba na kumshikilia wamesha kwenda mbele za haki. Itakuwaje? Mwamba alijikuta analia tu. Mimi nakukumbusha tu kwamba Dogo Lema alishai kuimba kwa kusema kwamba sometimes inatokeaga. Ni kweli kabisa, sometimes kuna baadhi ya mambo yanatokeaga katika maisha unajihisi kana kwamba una mkosi kuliko watu wote duniani. Basi huku upande wa pili mama yake na bidada Yang So alikuwa akitazama ile ilizi ama kile kitu alichokuwa amekiokota kule katika maeneo ya mzimu. Lakini alipokuwa akizidi kukitazama kitu hiki akakumbuka kwamba kuna mtu alishawahi kujitoaga sadaka zamani ajibadilishe kwa kitu hai, na katika kitu hicho mtu atakapokuwa amekitumia basi ana uwezo wa kuyatoa mashetani katika sehemu nyingine, kwamba yeye alikuwa amejitoa sadaka. Ghafla tu ikawa nasikika sauti ya bidada Yang So nje kidogo ya nyumba akiwa anaingia ndani, na alipoweza kuingia ndani alimkuta mama yake akiwa ameambatana na mzimu fulani wenye nguvu sana. Akawa anaomba msaada wa kusema kwamba naomba mnisaidie niweze kuvunja laana ambayo inamzunguka Mwamba Jang'u. Lakini huyu mama ambaye ni mganga naye ni mzimu, lakini ana nguvu sana na ndio anayewasimamia waganga wote karibia, na mara nyingi huwa anatokea mara chache sana katika nyumba za waganga. Akampatia bidada kitabu na kumwambia kwamba utakwenda kusoma umsiri namna gani unaweza kupambana na mizimu na namna gani unaweza kuzuia laana. Na kwa bahati mbaya sana hiki kitabu kiko kimeandikwa kwa lugha ya Kichina. Kwa hiyo bidada akawa anatuandika yale maneno na moja kwa moja na tafsiri katika lugha ya Kikole. Bidada Yang So ni mvivu sana katika masuala ya kujisomea, lakini siku ya leo alijikuta mpaka anakesha ili kuyatafsiri maneno haya kwa sababu anaamini kwamba baada ya kuyatafsiri atapata njia ya kuweza kumsaidia Mwamba aondokane na hiyo laana ambayo inamsumbua katika maisha yake. Akawa anaelekea shuleni akiwa na furaha sana kwa sababu ni kama ameweza kupata mwanga wa namna gani anaweza kumsaidia jamaa. Na mwisho wa siku akawa ameingia mpaka nyumbani kwa kina jamaa. Jamaa akawa anamuuliza, umekuja hapa kufanya nini ikiwa bibi yako ameweza kufariki? Dada akasema ndio, sijaje hapa kwa ajili yako, nikuja kwa ajili ya bibi, ila kuna vitu ambavyo nilikuwa nimevisahau ndani ya nyumba, nataka niviangalie mara moja, natoka sasa hivi. Ikabidi Mwamba kwanza kumwangalia bidada, kitu gani alichokuwa amekisahau ndani ya nyumba hii. Bidada akawa anamuuliza Mwamba Jang'u kwamba ni kitu gani ambacho ulikuwa unapenda kula, lakini kabla hata Mwamba hajaweza kujibu, lakini kuna mzimu mmoja ukao umeonekana, na huu mzimu mara nyingi unaonekanika kwa mtu ambaye anaelekea kufa sio muda mrefu. Bidada akashindwa kabisa kumueleza Mwamba kwamba kuna mzimu, na huu mzimu tafsiri yake ni kwamba jamaa anakufa sio muda mrefu kutokea sasa. Akajikuta tu anatoka na machozi huko akisema kwamba amemisi sana bibi yake. Mwisho wa siku bidada Yang So akawa anaondoka katika eneo lile huku akiwa amemwacha Mwamba Jang'u. Sasa nini ambacho kitakwenda kujili ikiwa kwamba jamaa atakwenda kufa na tayari ameshaachwa na mzimu? Nini ambacho kitakwenda kujili? Tutakutana katika episode ya 4 ya tamthilia yetu nzuri. Nakumbusha tu kwamba kila tunapofikisha like 100 basi tunasonga mbele na kazi yetu nzuri ambayo tumekwisha kuianza, na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe basi fanya hivyo mapema. Maalike
rafiki yako kuweza kushare link, lakini pia usisahau kugusa alama ya makopakopa.